mambo ya kwamba kama watumishi wa Mungu hawapatani watu wa kuwatia moyo hivi hivi, hawapatani watu wa kuwatia moyo. Wakati mwingi wanatazamiwa na wengi, macho ya wengi inawatazamia viongozi, inatazamia watumishi wa Mungu, ya kwamba wao ndio wamebeba suluhisho ya watu wengi, wamebeba suluhisho za jamii, wamebeba suluhisho ya taifa. Kwa hivyo si rahisi mtumishi wa Mungu apate kundi ambalo linamtia moyo ama kumpa maneno ya faraja. Wakati mwingi watu huwa wanategemea faraja kutoka kwa watumishi. Inafika ya kwamba wakati ambapo umejipata katika shimo la utelezi, wakati ambapo umefika katika kiwango cha uhitaji, unajitia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Unavumilia, unamngoja Bwana. Na wapendo, katika kumngoja Bwana na kuvumilia hakuna siku taibika. Praise the name of the Lord. Katika kuvumilia na kumngoja Bwana, wapendo, Mungu hata kuacha. Mimi sijawahi ona Mungu ameniacha. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ambavyo Daudi anavyosema ya kwamba nilikuwa kijana na sasa mimi ni mzee, na sijawahi ona mwenye haki ameachwa wala watoto wake wakiomba chakula barabarani. Praise the name of the Lord. Hakuna siku Mungu atakuacha. Hata ukiwa kwenye giza, uone ya kwamba hii giza imekuwa kuu sana kwangu. Wapendwa, jua katikati ya hiyo giza hauko peke yako. Mungu yuko pamoja na wewe. Praise the name of the Lord. Wakati umejipata katikati ya moto, huo moto hautakuuguza. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba katikati ya huu moto, hata kama umekuwa mkali kiasi gani, mimi siwezi nikauguzwa na huu moto. Haya majaribu hayawezi yakaniuguza. Ni kwa nini? Mimi siko peke yangu. Nitamngoja Bwana katikati ya huu moto, na yeye atakuja akanitoe ndani ya huu moto. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Mungu angekuwa anawacha watu wake, angekuwa anaacha walio waaminifu wake, angeliwacha akina Shadraka, Meshaki na Abednego. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo walikubali kusimama na msimamo, wakati ambapo walisimama na uamuzi wa mioyo yao ya kwamba liwe liwalo, Mungu wetu hatutamwacha, hatutainamia miungu mingine ya kigeni, hata kama shida zitawaka kama moto. Praise the name of the Lord. Hii ni neno ni letu, watumishi wa Mungu. Ijapokuwa mambo ni magumu, majaribu ni mazito katika huduma, kwa sababu huduma si rahisi, lakini wakati unapomngoja Bwana, wakati unapomtegemea Mungu na ufanye uamuzi wa busara, usimame na hekima ya kwamba liwe liwalo, hata watu waabudu miungu mingine ili makanisa zao zikaweze kujaa. Mimi kama mtumishi wa Mungu simama ya kwamba sitaabudu miungu mingine, nitavumilia na kugoja hadi wakati wako Mungu ufike ili ukaniletee walio wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unaona kama unaibika, kuna wakati ambapo unapata watumishi wanapitia katika aibu. Ni anapotazama maisha yake, unaona ni aibu inakuzunguka, unaona kuna mapungufu ambayo yanakuzunguka. Wapendo, shikilia Mungu aliyekuita. Bwana Yesu asifiwe. Kama haukujiita ni Mungu aliyekuita, wapendo, yuko pamoja na wewe. Na ningependa nikutie moyo siku ya leo, wakati ambapo uko katikati ya changamoto, kuna kitu Mungu anataka kujitwalia kutoka kwako. Kuna utukufu Mungu anataka kujitwalia kutoka kwako. Wakati ambapo atakuchomoa, atakutoa kwenye shimo la utelezi, watu wengi wataona na watalitukuza jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usidhani ya kwamba utatoka kwenye shimo la utelezi watu kama hawaangalii. Praise the name of the Lord. Wakati kina Shadraka, Meshaki na Abednego waliporushwa motoni, wakati ambapo walipokuwa wakitolewa, taifa nzima ilikuwa limeangalia. Bwana Yesu asifiwe. Ingelikuwa ni nyakati hizi zetu, ingelikuwa mpaka kwenye runinga, kwenye media, social media, ingekuwa imejaa na watu wengi, hata shughuli zote zingekuwa zimesimama waone watu hawa ambao waliomwamini Mungu, waliomngoja Mungu kwa subira, hawakuinamia miungu ya Baali, walisimama na Mungu wao akawaokoa. Hakika ingekuwa ni historia ambayo ingeonekana
dunia nzima, watu wakitazama, hawa watu wakitolewa kwenye shimo la moto. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kwa watu wa Mungu siku ya leo, wakati ambapo unavumilia na kumngoja Bwana, wakati ambapo unajua kwamba Mungu hajakuacha na hauko peke yako, umemngoja kwa saburi. Wapendwa, wakati Mungu anaenda kukutoa kwenye huo ugonjwa, wakati ambapo Mungu anaenda kuinua hiyo huduma yako na kuipeleka kwenye viwango vingine, hiyo ni shimo la utelezi, na watu wengi wanatazama na kuona watamesi, huyu ni yule fulani aliishi na washirika wawili kwa miaka 5, si huyu ni fulani anatembea kwa hii barabara bila gari hadi viatu vyake vimeisha, vimeinama upande mmoja. Hebu angalieni mkaona utukufu wa Mungu sasa hivi, jinsi anavyong'aa na kuinuliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ili ukaweza kufikishwa kwenye hicho kiwango, lazima uvumilie, lazima usimame na msimamo ulio na ila na busara. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba niwe liwalo, sitaenda kuabudu miungu mingine, sitaenda kutafuta nguvu za kigeni. Wacha nisimame na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Wacha nimwamini aliyeniita, na ni huyu Mungu aliyeniita anakuja kunitoa kwenye shimo la utelezi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mstari wa 3 inasema ya kwamba mstari wa 2 inasema Mwenyezi Mungu atamlinda na kumweka hai. Nimeenda pengine. Wacha niendelee. Aliniondoa katika shimo la hatari. Alinitoa katika matope ya tumbwi. Akanisimamisha salama juu ya mwamba na kuziimarisha hatua zangu. Alinifundisha wimbo mpya, wimbo wa sifa kwa Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa na kumtumainia Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kwa nini unahangaika na hiyo shida ambayo inakuzunguka leo? Unajuaje kama Mungu ameruhusu uyapitie hayo ili akaheshimiwe kwa siku zijazo? Bwana Yesu asifiwe. Mungu hujitwalia utukufu na walio wake. Na wakati mwingine, wakati ambapo anahitaji kujitwalia utukufu, anaachilia jambo fulani, anaruhusu uingizwe kwenye tumbwi la tope. Praise the name of the Lord. Anaruhusu uingizwe kwenye tumbwi la kukataliwa, anaruhusu uingizwe kwenye tumbwi la ugonjwa. Na wakati ambapo uko katika hiyo hali ya kukataliwa, katika hiyo hali ya ugonjwa, katika hiyo hali ya kupungukiwa, ukiwa ndani ya hiyo tumbwi, watu wanakutazama, wanasema huyu anasemana ameokoka, na kwani anaitwa na Mungu gani? Na kwani huyu Mungu wake asije kumuokoa? Bwana Yesu asifiwe. Nitakupa neno moja siku ya leo, ya kwamba ziba masikio yako umtazamie Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Wacha haya masikio ya ndani yakazibwe, na masikio yako ya ndani yakaweza kufunguliwa, ukazisikie faraja za Roho Mtakatifu ambazo atakazo kufariji nazo. Bwana Yesu asifiwe. Faraja za Mungu zinakutosha, neema ya Mungu inakutosha. Praise the name of the Lord. Na wakati neema ya Mungu itakapokutosha, miache magapi, urushwe kwenye dimbwi la matope, urushwe kwenye dimbwi la hatari. Wapendwa, wale ambao wameishi kukutazama, wale ambao umekuwa na wao katika huu mchi, wakikupuuza, hao ndio watakaokuwa na wewe wakati ambapo unatolewa kwenye dimbwi la matope. Praise the name of the Lord. Na watakuja kujionea. Ni neno la Mungu linasema ya kwamba wengi watajionea na watalitukuza jina la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna wakati ambapo Mungu anakuja kukuangalia. Kuna wakati Mungu anakuja kushughulikia hali zako. Hiyo huduma unaona kama imelala. Unaona ni kama hii huduma haikomai. Unaona ni kama haisongi. Wewe vumilia. Praise the name of the Lord. Wacha haraka. Wacha kufikiria mambo mengine. Wacha kufikiria kudanganya washirika. Wacha kufikiria kupitia shortcut. Wapendwa, kuna Mungu ambaye analipa waliovumilia, ambaye anakuja kuangalia wanaomngoja. Praise the name of the Lord. Na utakapomngoja, kumngoja Mungu sio hasara. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nikawa katika maombi ya siku 21. Na Roho wa Mungu akawa akininenea, akaniambia ya kwamba hakuna siku utajuta kunitumikia.
Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna siku nimewahi amuka nikajuta, nikajiuliza kwa nini ninamtumikia Mungu. Wakati ninajipata kwenye hatari, kwenye kona, Mungu huja na kufungua njia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo lilinishangaza juzi, wakati ambapo nilienda huko Nakuru Egerton University. Nikaenda nikapata kuna laini kubwa sana. Watu walikuwa wamesongamana kwa sababu hiyo university ni kubwa. Sasa first years ndio walikuwa na register. Na nikaona sitapanga laini, nikaenda kwa siku 2 nyumbani kidogo, nikarudi tena. Ile siku niliyorudi, wakati nilipoingia kwa gate, nilikutana na mama mmoja anafanya kazi huko, tunajuana na yeye, lakini sikujuaga yeye ako kwenye maofisi kubwa. Akaniuliza, unafanya nini hapa? Nikamwambia nimeleta msichana wangu. Mko na makaratasi, mko na vitu vyote vinahitajika? Ndio. Njoo twende. Alienda akafunga ofisi yake kwanza. Alinishughulikia mpaka wa leo sijapata nafasi nzuri ya kukaa nitafakari nimulilie Mungu machozi ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Hata sijui kuliendaje. Nilishughulikiwa, wazazi hapo wanahangaika, wanazunguka na mabegi na watoto wao, hawajui waende ofisi gani. Hata kama mimi ninajua Egerton kiasi, maofisi utayajuaje? Bwana Yesu asifiwe. Unajuana na wewe wako kwa ofisi haujui. Lakini huyo mama alinishughulikia popote niendapo. Mtoto wangu kwa hostel, anaambiwa anaenda kwa ile department, anawaambia huyu msichana nataka aingie kwa zile nyumba ambazo ni nzuri na umpe room fulani. Bwana Yesu asifiwe. Anampeleka kwa hizo room. Anasema huyu msichana kwa hii room asiwahi subuliwa. Na siku yenye atapata shida yote nipigiwe simu, nitafika hapa kwa dakika 5. Mpaka ambao wanalala na yeye wanashangaa kwani huyo ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Nikawa ninajaribu kujifikiria na kwani mimi ni nani? Kwa watu wa kawaida, mimi si mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi hesabiwa popote. Lakini machoni pa Bwana Mungu ananijua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuvumilia na kumgoja Bwana, kwa kumtumikia kwa uaminifu, kuna mahali Mungu anaenda kukuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Nikafika kwa hospitalini medical huko university wanakuwa na hospitali. Nikaulizwa iko wapi x-ray ya kifua. Sikupiga. Yule mwenye nilimpata hapo, huyo daktari akaniuliza kwani mmetoka wapi? Isibania. Nimeishi huko Isibania. Akaanza kuniuliza mambo ya border point, akaanza kuniuliza mambo ya Kihacha, na akaniuliza mumeletwa na huyu nyinyi endeni. Bwana Yesu asifiwe. Tunapitishwa tu. Tukapitishwa tu. Hata vitu zingine hatuna, tunapitishwa tu. Na wengine unakutana nao wazazi wanalia. Wanasema pesa zimeisha, sijakamilisha shughuli na sina chochote. Nikasema ya kwamba nilikuwa nimebeba nini? Lakini ni neema ya Mungu na kibali cha Mungu kiliandamana pamoja na Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji nini mpendwa? Kumngoja tu Mungu. Kuvumilia kwake. Na siku ya uhitaji wako Mungu atakukumbuka. Amina. Praise the name of the Lord. Hakuna siku Mungu ataacha waibike. Hakuna siku Mungu atakuachilia uteseke. Hautateseka. Amina. Tukikubali kumngoja huyu Mungu na kumwamini kwa hali zote, hautateseka, hautahangaika. Yeye ndiye anakuhangaikia. Yeye ndiye anakushughulikia. Utafika mahali ambapo haukufikiria unaweza ingia. Utaingia kwa maofisi ambayo haukufikiria ungeweza kuingia. Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini hicho Mungu anachotaka kujitukuza kupitia wewe? Kwa hilo jaribu ambalo uko nalo siku ya leo, kwa hilo jambo ambalo linakutesa na kukukera kwa moyo wako siku ya leo, hebu jiulize, ama Mungu anataka kujitukuza kunipitia? Nitafanya nini? Nitavumilia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitamngoja. Praise the name of the Lord. Kwenye kitabu cha Jacob James, neno la Mungu hapo ndipo linasema ya kwamba mngoje Bwana kwa saburi, kwa uvumilivu, kama mpanzi, kama mtu mkulima anavyogoja. Praise the name of the Lord. Wakati ambapo shetani anapojaribu kukushawishi na kukuonyesha kwamba umechelewa, watumishi ambao walianza mbele yako wameenda sana,
wamepanuka sana. Hebu muulize ndani yako, mpanzi anangojaka kwa muda upi? Hakuna anayevuna kabla ya wakati. Bwana Yesu asifiwe. Anangoja hadi chakula kikomae. Hiyo hali yako bado, ngoja kidogo. Praise the name of the Lord. Vumilia kidogo, Mungu anakuja kukuinua. Mungu anakuja kukuleta utukufu mpya kwenye hiyo huduma yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuja kuleta picha mpya kwenye biashara yako. Hiyo picha ambayo inaonekana kwa sasa hivi, hiyo picha ambayo inapendeza, lakini vumilia kidogo. Praise the name of the Lord. Na wakati ambapo utavumilia, hautaaibika. Utakula matunda ya wema wa Bwana. Mungu atajitwalia utukufu. Atasema ninao wanangu wanaovumilia na kungoja. Na ujue kuna kipimo cha watu ambao wanamwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu watakatifu wakati mwingine hali zao si haziendi kawaida kama watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Unapata kuna kupimwa. Hata Mungu mwenyewe anataka kukupima, aonekana kwamba unampenda kwa mdomo, amani kutoka kwenye kilindi cha moyo wako. Kama kina Shadraka wangekuwa ni watu wepesi na wakuongea kwa mdomo, wangeshakuwa wamesarenda. Wangesarenda na waabudu miungu mingine. Lakini kwa sababu ilikuwa imetoka kutoka kilindini cha mioyo yao, hata kama Mungu wetu tunajua ana uwezo wa kutuokoa, na hata kama hatafanya hivyo, hatutaabudu miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Sikuwe na watumishi watakaosimama kwa nyakati hizi, viongozi watakaosimama kwa nyakati hizi na ujasiri na ushujaa, ya kwamba liwe liwalo, hata kama Mungu wangu hatakuja kunitoa, useme kutoka ndani yako, ninachojua ni kwamba Mungu wangu ana uwezo wa kunitoa. Mungu wangu ana uwezo wa kunibariki. Mungu ana uwezo wa kuniponya, na hata kama hatafanyika hivyo, siko tayari kuabudu miungu mingine. Praise the name of the Lord. Siko tayari kuingia kwa Illuminati kwa sababu ya hali zilizo ngumu. Niko tayari kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama itanigharimu kufa, mimi nitasimama. Praise the name of the Lord. Mimi nitamwabudu Mungu wa kweli, ni kwa sababu ninajua hakuna lililo ngumu kwake, yote yanawezekana. Praise the name of the Lord. Na wakati ambapo Mungu ataona msimamo wako, aone imani iliyo ndani yako, wapendwa, anakuja kukuokoa. Haijalishi hali, haijalishi familia yako imekuacha, inakwambia umechanganyikiwa. Unasema tu umekatalia Mungu na Biblia, umekatalia Mungu na kanisa, na kulipa nyumba na rent. Wakati mwingine washirika hawakusaidii kulipa rent, unang'ang'ana, sadaka hakuna. Unajua Mungu atakupima aone kama ulipelekwa hapo na sadaka, ama utaanza kunugunika. Imepita Jumapili 3 hakuna fungu, na sadaka ikihesabiwa inakuja 140 kwa wiki 3. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa mtumishi kwa miaka 6 sasa kwenye huduma. Bwana Yesu asifiwe. Na yale ambayo nimejionea, mchungaji aliye mahali hapa, usiwahi tazamia fungu la 10 ama sadaka kwa mawazo yako ama kwa macho yako. Mtazamia Mungu aliye hai. Mtazamia Mungu aliyekuita. Praise the name of the Lord. Ukiweka mawazo yako hapo, wewe utaisha. Utakufa mapema. Utaanza kuinama kwa vidonda vya tumbo. Utaanza kuchukia washirika. Ukiwarani. Ukisemaga waparare, washikwe na kuparara. Lakini utakapomtegemea Mwenyezi Mungu, utakapomgoja aliyekuita, wapendwa, hakuna siku utakosa. Hakuna siku utapungukiwa. Hata hizo sadaka zinaweza kosa, lakini Mungu anakufungulia njia. Mungu anafungua milango. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye atakayeamrisha. Praise the name of the Lord. Yeye ndiye atakayeamrisha
lakini ni baada ya kuvumilia. Haitakuja na mara moja. Eti wansi tu nimefungua kanisa niangaliwe ni hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hata Mungu mwenyewe anakupima. Uko hapa kwa sababu yangu, uko hapa kwa sababu ya sadaka. Uko hapa kwa sababu ya vinono. Lakini ukipita huo mtihani, kwa sababu Mungu ndiye achunguzaye mioyo, na atakapochunguza moyo wako aone ya kwamba uko kwa sababu yake, uko kwa sababu ya kuwakilisha mbingu, uko kwa sababu ya kueneza injili, atakushughulikia. Amina. Wapendwa, ngoje Bwana. Amina. Wapendwa, tuvumilieni. Yes. Anakuja kututoa kwenye shimo la utelezi. Yes. Usikubali kuchoka. Usimpe shetani nafasi akuhubirie. Wacha Roho Mtakatifu apate nafasi ndani yako. Akutie moyo, akutie ujasiri, akufundishe jinsi ya kumngoja, na hautaaibika. Mungu hata kuacha, na hakuna siku amekuacha. Wapendwa, Mungu awabariki. Simameni weponi mwa